la Mungu linasema ya kwamba tunakukasa macho yetu kumwelekeza Kristo, ambao kwa furaha inaanza kusema kwamba tuna mashahidi wengi ambao wanatuzunguka. Mashahidi hao wanaotuzunguka, tunakaa dunia hii ambayo imejaa mambo mengi. Kwa hivyo mashahidi ambao Biblia inazungumzia ni watu tunaokaa na wao. Dunia inatuangalia na pia mbingu inatuangalia. Kwa hivyo anasema ya kwamba licha ya kuwa na mashahidi wengi namna hii, tuweke kila aina ya mzigo mzito na kila dhambi tupatao kwa haraka tuweke kando, ndio tuweze kukimbia tukiwa wepesi. Maana Yesu akiwa ameshinda kwa ajili yetu, anatazamia na sisi pia baada ya kuokoka tuende katika mbio hizi tufikie kushinda kama vile yeye mwenyewe alivyoshinda. Na kwa hivyo unakuta kwamba mambo nikiingia katika mchezo wa uwanja wa kukimbia, kama vile nitakuwa disqualified, maana zile nguo nimevaa si za mchezo. Kwa hivyo kuna zile simple tracksuit ambao inafaa niingie uwanjani. Na kuingia kwa uwanja kuna lengo, watu wanalenga, kuna mahali wanaangalia. Kama watu wanakimbia, kama ni mbio, nilikuwa nikiangalia Olympic Games iliyopita, mwaka uliopita, unakuta kwamba wanapoingia uwanjani, kama ni 100 meters, kuna mahali wanalenga, wanaenda kumalizia. Na mtu akiwa hapa katika laini yake, anaangalia laini yake vile anavyokimbia. Maana unaweza kimbia uwe nambari ya kwanza, lakini kumbe katikati ya uwanja umekosea. Unafika ukiwa namba 1, unaambiwa kwamba pole sana, you are disqualified, maana umepitia laini ya mwingine. Kwa hivyo neno la Mungu linatuambia kwamba tuangalie, tuweke kila aina ya mzigo mzito, tuweke kando, tuweze kuenenda katika mbio hizi tukiwa wepesi. Maana tukibebana na mizigo hatutaweza kukimbia. Unajua kuna mizigo mingi si ambayo ni waaminio. Dunia tunakokaa ina mambo mengi. Na tunapokwazika kuna mambo inatukwaza, unaudhika moyo wako. Unakuwa umeumia ndani ya moyo wako. Kwa hivyo katika safari ya kuenda mahali tunapoenenda inakuwa ngumu, ni kwa sababu haukui mwepesi kwenda zile mbio. Na kwa hivyo tunaambiwa kila mzigo huo ambao ni mzito tunaweka kando, tunaweza kuenenda katika mbio tukiwa wepesi. Na hatuendi tu hivi hivi, tunamtazama Yesu Kristo ambaye yeye ndiye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati nilifundishwa kuendesha gari. Na wakati nilikuwa nafundishwa kuendesha gari, nilikuwa nina ule instructor ambaye alikuwa ananifundisha. Nikiweka ngia naangalia chini, mahali ngia iko. Ananiambia hapana, usiangalie ngia, wewe angalia mbele. Mkono wako utausoesha. Unanjua ngia namba 1 namba 2 namba 3 utasoea. Maana mara ninapoachilia ninaanza kuangalia ngia, ukiwa magari ina lose control, inaenda upande mwingine. Na kwa hivyo alikuwa akiniambia kwamba niangalie mbele. Na kwa hivyo katika kila mbio ambazo tumewekwa kuna lengo, kuna target ambao tunalenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna lengo la mahali ambapo tunaenda. Katika kila mchezo wote ule kuna lengo, kuna target ambayo tunalenga mahali fulani. Na Yesu, neno la Mungu linasema ya kwamba mashahidi hao ambao wametuzunguka ni watu tunaokaa nao manyumbani. Unajua nikitaka kujua kama umeokoka nikuja eneo mahali unaishi. Hao ndio wanajua kama umeokoka. Haleluya. Kama ni mtu wa kuja usiku na tusiungwa na wengine hawaonekani, lakini hao mnakaa ili wanajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kila mzitu una macho yake. Si huwa tunasema kwamba kila kichaka ina masikio yake. Utafanya jambo mahali hapa kuna mtu amekuona, lakini asubuhi kukicha unakuta kwamba fulani alifanya jambo fulani. Na sasa hiyo ukifanya kuna mtu alikuona, lakini kuna mtu mahali alikuona. Na kwa hivyo
tunalenga Yesu. Siku hii nikasema ya kwamba Yesu ndiye alisema ya kwamba ukitaka kunifuata mimi, njikane wewe mwenyewe, jichweke msalaba wako na unifuate mimi. Unanjikana na mambo ya dunia hii, unakuta kwamba ni Yesu ako ndani yako, unaenenda usiku na mchana, unakaa na Yesu. Yaani hautakikani ulindwe na mtu yoyote yule, maana Yesu aliye ndani yako anakuongoza na kukuelekeza katika njia za Mungu. Kwa hivyo tunatazama huyu ambaye alianza kazi hii ndani yetu, anasema kwamba yeye ndiye mkamilishaji. Na kwa injili ya furaha iliyokuwa imewekwa mbele yake, Yesu alinjua ya kwamba atapata uzima wa milele. Kwa hivyo shida ambayo ilimpata katikati hapa, maana tunasema alidharau hiyo aibu. Unadharau aibu ya kusema kwamba nimeokoka, watu watakutenga. Unadharau hiyo aibu. Watu unaonewa, unadharau hiyo aibu. Unaonekana kwamba wewe si kitu, unadharau hiyo aibu, maana kuna mahali unalenga. Maana ukianza kuangalia huko na kule, hautatoboa hii safari. Ni kumtazama Yesu Kristo ambaye mwanzilisha mkamilishaji wa imani yako, ndio tuweze kumalizia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa mizigo tunabebeshwa na shetani. Mizigo ya kila aina, anakubebesha mzigo. Unabeba, ndugu amekukwaza unaweka hapa. Dada amekukwaza unaweka hapa. Huyu amekukwaza unaweka hapa. Unakuta kama takula kutembea inakuwa ni ngumu, maana mizigo umebeba, hauwezi safari. Kwa hivyo anasema kwamba uweka kila mzigo unaopata kwa haraka, na kila dhambi kupatao kwa haraka uweke kando, ndio uweze kukimbia mbio ambayo utashinda. Tukimtazama Yesu Kristo, maana yeye alishinda. Kuna mfalme mmoja alikuwa na mbindi, alikuwa mrembo sana. Na akasema ya kwamba huyu mbindi wangu, na alikuwa na mbio sana. Huyu msichana alikuwa anakimbia sana. Alikuwa mwanariadha mashuhuri. Akasema atakaye mshinda huyu mbindi wangu, atakaye mpatia yeye. Kijana akachunguza, mmoja akamchunguza, akaona kwamba yeye anapenda dhahabu sana. Anapenda dhahabu. Na akajitokeleza akasema kwamba mimi nitashinda na huyu msichana. Utaweza yeye? Sawa. Na walipoanza mbio uwanjani, kijana alibeba vipande kadhaa za dhahabu. Wanaanza mbio, msichana anapita mbio, anampita. Kijana nyuma yake anarusha dhahabu mbele. Na maana msichana anapenda dhahabu, kitambo aende achukue dhahabu, kijana anapita. Walipokuwa nafika nusu uwanja, msichana anapita tena. Kijana kwenda anatupa dhahabu mbele, akachukua, kijana amepita. Wakifikia hapo karibu 100 meters, akarusha, akachukua, kijana akachukua na akapita, akaenda kukata kamba, akamshinda. Shetani anajua kile unachokipenda. Anajua unataka nini, unapenda nini. Sio tunasema ya kwamba ukitega kama ni mnyama, unamtega na kile ambaye inapenda. Unatega mnyama na kile ambaye inataka. Kile unataka shetani anakijua, ndiye anakurushia. Ndio hizi mbio, maana anajua kwamba umeandikiwa uzima wa milele usipati. Na kwa hivyo tunaonywa mapema ya kwamba tuweke mizigo yote. Ni ndugu aliyekukwaza, msamehe, ondoa ndani ya moyo wako, uwe mwepesi. Unapoomba unapata breakthrough. Watu ni vikwazo vimetokea popote pale, unaweka kando, unasamehe na unaendelea mbele, ya kwamba hauna mzigo ambao utakuzuia kuenenda katika mbio hizi ambao ni za mbinguni. Maana mfalme Yesu aliyetushindania atupatia kila aina ya maagizo, ahakikishe kila moja amevikia kutii na kuingia ndani, ili baada ya mchezo huu tufikie kushinda na kupata uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwa furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba. Msalaba una mateso mengi sana. Kusema umeokoka na kukaa katika wokovu, hata kifamilia, watu wanadharauliwa. Sivyo kama ni mimi tu peke yangu.
lakini nimeona hii kitendeka kwangu. Unakataliwa hata nyumbani, watu wanakukataa. Kwa hiyo niona anasemaga wameokoka. Nienda town nikakutana na mtu mwingine town. Nikamsalimia, akaniambia mimi hata sitaki salamu zako, nilisikia uliokoka ukaharibika. Alafu ukawa Mkikuyu. Sasa mimi hata sina shughuli na wewe. Unaona? Maana nilipookoka anakwake niliharibika. Alafu nikaongezea nikawa Mkikuyu. Yaani hiyo sasa ni shinda kubwa. Akaniondokea. Lakini sasa hiyo mimi kwangu haikunikwaza, maana ninaelewa mimi ni nani. Katika ufalme ambao nimeitiwa ninanjiwa. Ninakimbia mbio hizi kwa uvumilivu mwingi, nikimlenga Kristo ambaye ni mwanzilishi na mkamilizaji wa imani yangu, ambao kwa furaha iliyowekwa mbele yake alidharau mateso ya msalaba. Yesu alinjiwa atafanyika mfalme wa wafalme, alinjiwa atapewa mamlaka mbinguni na duniani. Na kwa hivyo hii madhao ndogo ndogo aliyadharau. Akadharau aibu ya msalaba, maana alielewa ni mahali wapi anaelekea. Wapendwa, tudharau kila aibu ndogo ndogo, kila madharau, kila mambo madogo ambao shetani anatuletea. Ndiye hawezi kutukwaza tusiendelee, tuyaweke kando, tudharau kila aibu kwa sababu ya furaha ambayo Yesu ametuwekea. Bwana jua sana. Kitabu cha Warumi 8 nafikiri 8:18 inasema ya kwamba furaha, yani mambo tunayopitia sasa itakuwa ni kitu bure kilinganishwa na ile furaha ambayo imekuwa mbele yetu. Yani mambo ya dunia hii ya sasa, mateso ya sasa ni aibu tukilinganisha na ule utukufu utakaofunuliwa wakati Yesu atakapokuja. Na kwa hivyo tunatembea wapendwa, tukiwa na ujasiri, tumeokoka. Manyumbani kule sema umeokoka. Ukikwambia uliharibika, mwambie sawa. Lakini unanjua ndani yako, una Yesu mkubwa ndani yako. Unaendelea mbele kutangaza injili yake Yesu Kristo. Maana ni yeye aliyekuokoa, na alipokuokoa haukunjua na wao kumwambia akuokoe. Yeye alikuokoa kwa neema yake akakuokoa wewe. Bwana asifiwe sana. Wewe ama uko katika ile grupu unasikia mtu akisema kwamba mimi niliona tu niokoke. Nikaona tu basi mimi haukutaka kuokoka. Ni neema Mungu alifungulia. Maana ni wengi huko duniani. Kwani ulifanya nini? Neema ya Mungu na upendo huo ukakufikia kwa mbaya. Ukachaguliwa na Roho wa Yesu akatumano kwako, akakushawishi ndio ukaokoka. Hata wale wanaokoka kule duniani si ati wanakataa, hapana, neema hiyo injafika. Ikifika tu ataokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wapendwa, sijui ni mizigo ya aina gani. Kuna mzigo fulani ambao umewekwa ndani yako, pengine ni hasira inakusuia. Unakasirika mpaka mambo inaharibika. Weka huo mzigo kando, ndio uweze kutembea vizuri, uwe mwepesi wa kuenenda mbio hizi. Maana kuna mambo makubwa Yesu ameweka kwa ajili ya watu wake. Wewe umeokoka mpendwa, maanisha wokovu huo. Ndio mateso yatakuwa, lakini naye Mungu atakuwa upande wako akikuokoa. Nimekuwa nikisoma kitabu ya Danieli leo. Na Mungu nikaona vile alikuwa anatenda mambo pia ndani ya Abednego. Na unaona mateso yalikuwa makubwa sana. Lakini katika mateso hayo na hii inaitwa majaribio yalikuwa makali sana. Unaambiwa utatupwa kwa moto, tanuru ya moto. Na wananjiwa. Na mfalme alipoambiwa wakaitwa hao vijana watatu, Shadraka, Meshaki na Abednego wakaitwa. Wakaambia mfalme, sisi hatutajitetea kwako, lakini tuna jambo moja tunataka kukuambia. Ya kwamba hatutainama, tutainamia Mungu huyo. Na kama ni kufa tutakufa. Kama Mungu tunayemwamini atatuokoa, tutakufa. Lakini njulikane, hatutainamia hii sanamu. Mfalme akaghadhabika, maana hajaisikia mambo kama yale. Babilonia mzima, watu wake hawakumwambia mambo kama haya. Akashindwa, hawa vijana ni mateka. Ni akina nani wanakuja kuniambia kwamba hata hawatafanya vile mimi nasema? Akaghadhabika, akaongeza hiyo tanuru ya mtu mara 7.
akawaambia, akasema hii ndio alikosea sana. Akasema kwamba nitaona ni Mungu gani anaweza kuwaokoa katika moto. Hiyo ndio ilikuwa makosa kubwa. Maana Mungu alisikia. Na walipotoka katika moto huko, Mungu alikuja huko ndani akawaokoa. Bwana asifiwe sana. Siku nyingine Mungu hata kuokoa hivi hivi. Ataachilia wengine ndani ya moto. Uone wokovu wake. Mara nyingi tunaogopa. Majaribu inapokuja tunakumbaliana. Tunakimbia shortcut. Badala ya kwenda katika kumlenga Yesu, tunapitia njia nyingine. Mpendwa, hata kama ni ngumu pitia hapo kumlenga Yesu, atakuokoa. Atakuachilia. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu atakuachilia. Unaposimama vizuri ndani yake, yeye hata wakukana ukatae. Wewe kaa vizuri ndani ya Yesu. Wewe endelea kumlenga na kutazama yeye na kutenda kazi zake kwa uaminifu. Hata kuachilia, atakuja. Nebukadneza akaona na macho yake Mungu anaokoa ndani ya moto. Na ile kitu imenishangaza sana ni kitu kimoja. Walipoingizwa ndani ya moto walikuwa wamefungwa kamba mikono na miguu. Yaani hiyo uchafu wa Babilonia, hiyo takataka za Babilonia ndio zilichomeka, zikaanguka chini. Na wakaanza kutembea ndani ya moto wakiwa huru. Haleluya. Mambo mahofu yale alikutaka kuwaekelea ilichomeka na moto. Lakini nguo zao na hata maandiko hata nywele moja hakuna moja ilichomeka. Wakatembea ndani ya moto. Mfalme anauliza, niliweka watatu naona ni wanne. Na huo wanne ni kama mwana wa miungu. Alikuwa Yesu, alishuka mahali pale. Pendwa, Yesu atashuka. Katika majaribu unaopitia, unapomlenga yeye, katika safari ya kwenda mbinguni, Yesu atakuachilia. Atakuwa na wewe kiwima. Hata hiyo ni mambo ina gani mangumu, Yesu atakuwa mahali pale. Simama wima mpendwa ndani ya Yesu. Tembea katika njia zake, ugeuke mizigo yote kando. Ndio uwe mwepesi kukimbia. Ndiye shida inapokuja naye Yesu anaonekana katika maisha yako. Mfalme akawa na ushuhuda. Akawa mhubiri wa kimataifa. Anasema Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego anafaa kuabudiwa. Lakini yake ilikuwa ya lazima. Anasema muhuri ukaweka na sahihi sote. Ya kwamba hakuna Mungu mwingine atakayeabudiwa katika nchi ya Babylon. Isipokuwa Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Mungu anataka ubadilishe maeneo unaokaa ndani yake. Unapopitia katika hali ngumu mpendwa, usikumbaliane. Don't compromise. Pita. Maana Yesu ako upande wako. Haleluya. Kwa hivyo wapendwa, tunakimbia mbio tukinjua tuna mashahidi wengi wanaotutazama. Mbingu inatuangalia. Na mashahidi duniani hapa wanatuangalia pia bado. Unapofanya na unapotembea, unjiwe mbingu inakuangalia. Na watu wa eneo unaokaa wanakuona bado pia wanakuangalia. Kwa hivyo tuwe makinifu. Na kwamba tunapoenenda tunaangaliliwa na mbingu na watu wanakuangalia. Kwa hivyo uenende vizuri, mizigo unaweka kando na kila dhambi unayopata kwa haraka unaondoka kwayo. Ndio upate kutembea. Ndio baada ya mchezo na kumaliza uambiwe njoo mtumishi mbora, umeshinda. Umekuhesabia madogo na makubwa, nimeona umeshinda. Kaa upande huu. Uzima wa milele. Haleluya. Wapendwa, tumetiwa uzima. Hata shinda sikiwa mingi Kenya, mambo yakiwa mangumu dunia hii ya Kenya, tumetiwa uzima. Yesu anakaa katika kiti cha enzi akiwa mfalme. Mambo yanayotikisa dunia hii, Yesu mbinguni atingiziki, anakaa wima akiwa mfalme. Kwa hiyo tunalenga macho yetu kwake yeye aliyeanza na atakayemaliza imani hii. He is the author and the finisher of our faith. Kwa hivyo imani yako mpendwa, usipuuze imani hii. Imani ndani ya Mungu, imani ndani yako ndani ya Mungu, usipuuze. Usiiname mambo madogo. Usitishwe anze kuinamia mambo madogo. Simama wima, simamia imani yako. Hata kama itakugharimu maisha yako, wewe simama wima. Maana Yesu na Mungu wako upande wako.
Na mambo inapokuja mazito na mangumu atadhihirika katika maisha yako. Na ushuhuda utapatikana kama uliopatikana kwa Shadraka, Meshaki na Abednego, ya kwamba Mungu wa huyu, Mungu wa hao vijana watatu yanazidi kuabudiwa. Maana Babilonia mzima hakujaonekana Mungu anaokoa tuko ndani ya moto. Haleluya. Nikasema majaribu unayopitia ni madogo. Na Mungu alikumbali, alikuwa na njia ya kuwaepusha. Lakini anataka kuonyesha ukombozi wake ndani ya fire. Sasa ingine Mungu anaachilia fire, uingie ndani ya fire. Ndiye Mungu aonyeshe ukuu wake. Kwa hivyo unaona unaingelekea mahali mbaya na wewe unafanya jambo mbaya, usiogope, simama. Maana Mungu ako pamoja na wewe. Atakuokoa, atakuja hapa akuokoe. Kwa hivyo tulenge Yesu Kristo wapendwa. Sasa tupoteze hii focus ambayo nilikuwa nimeanzia nayo. Tumlenge Yesu Kristo. Nikasema katika kila mbio, katika kila michezo kuna target. Kuna jamaa mwingine alikuwa akiniambia kwamba alikuwa amezoesha kwenda na baisikeli, akiendesha kinyume. Yaani baisikeli anashika upande huu, lakini baisikeli inaenda nyuma. Na akanizoesha. Tukamuuliza na ilikuwaje? Akaniambia kwamba alikuwa anasema kwamba alikuwa analenga pavement. Alikuwa mbele, maana anaenda nyuma hivi. Analenga hiyo pavement. Hawezi kanyaga pavement, anaenda vizuri. Na akikutana na mtu njiani akija, watu wanaogopa. Hiyo kichwa ambayo haina macho, watu wanaogopa, wanaondoka. Maana sasa unaona kichwa hapa huoni mbele, na anaenda kichwa kionekana bila macho, watu wanaogopa, wanaondoka kwa barabara haraka sana. Na akatuambia kwamba alikuwa anashindana mpaka anaenda national level. Mashindano hiyo ya kuendesha baisikeli kinyume. Kwa hivyo ile kujiandaa kukimbia hizo ilimgharimu wakati mwingi, kujitolea kwingi. Wapendwa, tujitolee. Uwe msomaji wa Biblia. Huwe mtu anaweza shuhudia watu wawili watatu kila siku. Yesu ni Bwana. Uwe mtu wa maombi. Hiyo changanya ndani ya moyo wako. Ndio injenge imani yako. Maana kama nchi mahali tunaelekea inaweza kuwa ngumu na mbaya. Inataka watu ambao wamepandwa vizuri katika imani. Mambo yakija mazito utakataa kama Danieli, kama Shadraka, Meshaki na Abednego, usema kwamba hii sitafanya. Ufanye vile utakapofanywa naye Mungu atukuzwe katika maisha yako. Kwa hivyo anasema ya kwamba tutayarishe, hatunjui itakuwa namna gani, lakini imani yetu iendelee kuongezeka ndani ya Bwana. Ya kwamba hata kama ni majaribu unaopitia ndani yake, usiogope. Maana hauko peke yako. Yesu ako upande wako. Atakushindania. Si aliwatoa katika tundu la moto? Maandiko linaniambia kwamba aliwaambia watoka, maana hakuna mtu angeingia kuwatoa. Kaambia Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego, tokeni. Wakatoka polepole kwa tanuru la moto. Mfalme akashangaa. Ndiye Yesu anataka dunia mahali unakaa ushangaze dunia. Kwa matendo mabaya Bwana anataka kukutendea. Simama wima. Jaribu linapokuja, simamia Mungu. Don't compromise. Simamia wokovu huu mzuri. Maana ni Mungu Yesu aliyekuita. Simamia huu wokovu. Usiende upande ama upande mwingine. Lenga yeye. Amen. Na yeye atakuwa upande wako, atakuachilia. Bwana asifiwe sana. Tuombe tuombe. Twende nyumbani. Amen. Katika njia moja ama nyingine, mapito unayoyapitia, kuna mizigo umebeba ndani, umebeba ndugu. Amkutana kanisani, Bwana asifiwe ndugu, mnasalimiana, lakini ndani huko uliumia kitambo. Toa kila mzigo mzito. Toa. Ambie Bwana, hii imenisumbua kwa muda mwingi. Na maana nataka kukimbia na wewe, sitaki uniache, sitaki nipotee njia. Kila mzigo huu ambao nimebeba, Shetani amenibebesha. Na uondoa, Bwana nisaidie kuondoa. Na tuanze wepesi ndio pale kushinda. Amen. Nenda mbele za Bwana. Ambia Bwana kitu. Ongea na Mungu. Asante Bwana. Jina lako libarikiwe Mfalme. Wewe ni Mungu, wewe ni Alpha na Omega. Wewe ni mwanzo tena mwisho. Ribaba shaka rababo shinti ribaba bozai. Asante Mfalme. Wewe Bwana ndio unajua mioyo yetu. Chunguza roho zetu Mfalme, kama kuna mzigo ambao tumeubeba ambao hufai Bwana, nisaidie kuondoa. Ndio nikaweze kuwa mwepesi kuenenda na kukimbia katika mbio ambazo umeweka mbele yangu.
Asante Bwana, wewe ni Mungu mkuu. Jina lako libarikiwe Bwana, limidiwe. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ndiye mwanzilishi na mkamilizaji wa imani yetu. Asante Bwana, maana una mambo mazuri unatuweza kutenda. Rabu shaka. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We bless your name, O God. Thank you, Father, Lord. We commit ourselves before you. We pray that, Lord, you may help us, O God. Father, Lord Jehovah God, the sufferings that we are going through today cannot be compared by the glory, Lord Jehovah God, that shall be revealed to us. I pray that, Lord, you may help us, O King of glory, that, Lord, we shall be able to, Lord Jehovah God, rise, O King of glory, just like these three Hebrew boys, O King of glory, just like Daniel. I pray that, Lord Jehovah God, you shall give us the grace in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Manifest and intervene, O King of glory. Take control, Jehovah God, in every situation. For the glory and honor of your name, we commit ourselves before you. We pray from all of you, King of glory. Intervene, O God. Intervene, O God. Intervene, O God. There is a glory that shall be revealed to us. Father, Lord Jehovah God, after victory, after being able to persevere, after being able to endure all the sufferings, O King of glory, there is a glory, the Lord Jehovah God, that have been set ahead of us, O King of glory. May you give us the grace, O Jehovah, the Lord, this glory that have been set ahead of us, we shall enjoy. We shall enjoy. We shall be glorified. We shall be glorified in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. The sufferings that we are going through today, Father Lord, are nothing compared with the glory that shall be revealed. Lord Jehovah God, may you manifest, O God. Help us to endure, oh my God. Help us to endure. There are things that, Lord, we need to endure in our lives. There are things that we need to endure in our lives. Oh, that, Lord, you may give us the grace. That, Lord, you may give us the grace, O King of glory. Oh, my God. Asante Yesu. Bwana, unastahili sifa. Unastahili nguvu na mamlaka, Bwana. Ni nani kama wewe, Bwana? Mwenye nguvu kama zako, mwenye uwezo kama wako, Bwana. Unastahili sifa na utukufu, Mungu wetu. Tunajiweka mikononi pako, Bwana, ukatawale. Katawale, Bwana. Hili ndilo neno ambalo, Bwana, umetuandalia siku ya leo, ya kwamba kuna utukufu ambao umetuwekea mbele. Baba, tuache kuangalia mashida, tuache kuangalia mateso, tuache kuangalia, Bwana, yale ambayo tunapitia. Tukutazamie wewe, Bwana. Tusaidie, tukutazame Yesu. Tukutazame Yesu. Tukutazame Yesu. Tukutazame Mungu wetu, Baba yetu na kimbilio letu. Tunaomba, Bwana, tusaidie. Tukutazamie wewe, Bwana. Tukutazamie wewe, Bwana. Oh my God, tukutazamie Yesu. Tukutazamie Yesu. Tukutazamie, Bwana. Baba, tutazame neno lako. Tutazame nguvu zako. Tutazame uwezo wako. Tutazame ushindi wako pale msalabani. Na tujue ya kwamba hata kama sisi tutapitia, pia wewe ulipitia na ukashinda. Pia sisi tutashinda. Tutashinda, Bwana. Oh, King of glory. Oh, King of glory. Lord Jehovah God, Lord Jesus, we put, oh King of glory, every problem, Jehovah, we commit it before you. We commit it before you. Shida yote, Bwana, tunaikabidhi mbele zako, Bwana. Mikononi pako, Bwana. Chukua ushukani. Chukua ushukani. Chukua ushukani. Chukua ushukani, Bwana. Nguvu zako zitembee. Zitembee katika maisha yetu. Zituweke huru, Bwana. Tuache kuona mashida. Tuache kuona mateso. Tuache kuona yale ambayo tunapitia. Baba, tukuone wewe. Tukuone wewe, Bwana, katika maisha yetu. Ukatusaidie, Bwana. Ukatusaidie, Bwana. Hatutaibika. Hatutaibika.
Hatutaibika. Hata tukiaibika tuko na wewe. Mateso yakikuja tuko na wewe. Hatutaona aibu. Maana Paulo anasema ya kwamba sionei haya injili. Sionei haya injili ya msalaba. Hatutaonea haya injili ya msalaba. Tutasimama na wewe. Wakati wa mazuri, wakati wa magumu tutasimama. Oh my God, we bless your name, King of Glory. We bless your name, King of Glory. Who can be compared with you, Jehovah God? You are a mighty God. You are a mighty God. You are a wonderful God. You are a great God. There is none like you. Father, we bless your name, Jehovah God. Break all the shackles, O King of Glory. I pray, Jehovah, to intervene, O King of Glory. Father, Lord Jehovah, I'm feeling in my heart. I'm feeling in my heart. If you are in this place, you are harboring unforgiveness inside of you. You still yet to forgive people because what they did to you. Another person here, you are inside of you. You are depressed. You are going through depression because you cannot take it. You have not allowed Jesus to reign in your life. And the problems that you have been going through in your life, they have overwhelmed you. Mashida zimekuja katika maisha yako, and they have overwhelmed you. You do not know what to do. I want to pray for you. I want to trust God together with you and to pray against that spirit of depression in the name of Jesus Christ. That spirit of unforgiveness, that spirit of bitterness, harboring bitterness inside of you. The Lord is going to help you. The Lord is going to give you grace. Let's stand on our feet as we pray. Kama wewe uko hapa, nataka uamini Mungu pamoja nami. I don't speak words that I have not verified spiritually. There is a person in this place. The Lord wants to set you free from the spirit of depression. You are depressed because of the things that you have been going through in your life. There is a person in this place. You are carrying unforgiveness. You are carrying the spirit of bitterness because of unforgiveness. The Lord wants to set you free. Hallelujah. Praise the name of the Lord. The glory of God cannot be revealed to you if you are not going to set or to put everything else aside and be free before God. Bwana asifiwe sana. When you are free before God, then you are going to see His glory. When you have endured the cross, you have endured the sufferings of this world, you will see the glory of God. Bwana asifiwe. Can I pray for you? If you are here, lift your hand. Lift your hand before the Lord and trust God for intervention in your life. Don't fear. Lift your hand. If you are going through depression, if you are going through bitterness in your life, the Lord wants to set you free. Father, you can see these hands that have been lifted before you, King of Glory. I pray, Jehovah God, that you're going to intervene. Lord Jehovah God, if it is the spirit of unforgiveness, O King of Glory, I want to release grace upon this man, upon this woman of God. The Lord, you are going to give him a soft heart to forgive today in the name of Jesus Christ of Nazareth. I pray, Jehovah God, that bitterness will go away in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord Jehovah God, I pray against the spirit of depression that have invaded our generation. Lord, we rise against it, O King of Glory. And Lord, we pray by your power, the Lord, you may set them free. You may set them free in the name of the Lord Jesus. May the glory of God be upon them. May the favor of God be upon them. May the mercies of God be upon them today in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Bwana. Asante kwa sababu umetenda. Tumshangilia Bwana ametenda. Shangilia Bwana ametenda katika maisha yako. Hallelujah.
Bwana asifiwe. You can have your seat. Praise the name of the Lord. Amen. That was so powerful. Thank you so much. That is what God wanted us to hear today. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Yeah. The word of God being taught in simplicity and power is also very important. Bwana asifiwe sana. And we thank God because of Pastor. Thank you so much. And again, it is good also to understand this is a man who have gone through thick and thin in salvation. Bwana asifiwe sana. Ameona mengi katika wokovu, habari zake za wokovu, aliokoka akiwa kijana mpaka mahali amefika, yale ambayo ameona, and is teaching by experience. Amen. Sorry that I got niliweza kuchelewa. I found myself in a situation where singeweza nilikuwa nimeenda kupatana na certain couple, and so we were trying to solve some things, and I found myself that singeweza kutoka kabla niache kama hapo kuna suluhisho. Bwana asifiwe sana. Na yote ni huduma. Amen. Amen. Bwana asifiwe. So yote ni huduma na yote tunashukuru Mungu na tunaamini ya kwamba pia hao Mungu ameweza kuwaweka huru. Hallelujah. Na nashukuru sana Pastor, God bless you for being there. Mungu aweze kubariki sana. Asante sana. We are going to give our offering, lakini tutaanza na kuombea sadaka zetu, sawa? Tutaanza na kuombea sadaka zetu, na kuna njia mbili za kutoa. Unaweza kutoa kupitia rununu yako, simu yako ya rununu, na unaweza kwenda kwa M-Pesa yako, uweze kwenda mahali pale pa till number ama buy goods, then till number 59801, uweze kutoa sadaka yako hapo. Nataka nikuhakikishia kwamba itakuwa imefika. Unaweza pia kushika sadaka yako kwa mkono, tutaweza kushukuru pamoja na tutaweza kuomba. Bwana asifiwe. Na pia la tatu, unaweza pia umekuja na zaka, pia unaweza kutoa zaka yako. Bwana asifiwe. Tushika sadaka zetu. Kama unatoa kupitia simu, shika simu yako hivi, na ukiinua simu yako inainua mbele za Mungu. Hallelujah. So there is no lying before the Lord. Amen. Amen. Wacha tuombe. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya sadaka hizi ambazo tunataka kutolea. Baba, tunaomba tunapokutolea, wacha zikaweze kuwa manukato mbele zako. Naomba Bwana ukazipokee. Naomba Bwana nguvu zako zikaweze kushuka, na Bwana ukaweze kutembelea watu wako. Neno lako linasema ya kwamba utaweza kuweka ulinzi kwa mali yetu, kwa watoto wetu, kwa jamii zetu, kwa biashara zetu, kwa kila kitu chetu, hata katika afya yetu. Bwana utaweka ulinzi. Tunapokutolea hii sadaka, tunaomba Bwana ikaweze kuja kama manukato mbele zako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata tumeamini. Amen. Asante. Tunaweza kuja hapa tutoe sadaka zetu. Wale ambao tunatoa kwa simu, be faithful and the Lord is going to bless you. Tusimame kwa miguu yetu. Bring your offering. Bring your offering in the altar. Amen. Asante sana. Nashukuru Mungu wetu aweze kuwabariki sana nafasi hii, na imekuwa nafasi ya kipekee kabisa, nafasi ya baraka. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Asante sana. Tusimame kwa miguu yetu ili tuweze kumaliza ibada yetu. Ningetaka kuambia kwamba kesha zetu zinaendelea. Bado tunakujanga hapa kila Friday tunaomba. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. And last Friday the service was so powerful. We came here and the service was so powerful and the Lord was anointing people. Bwana asifiwe sana. Hallelujah.
people are receiving anointings, different anointings, wherever the Lord is calling you. Mungu alikuwa anaachilia nguvu zake na alikuwa anaachilia mafuta katika maisha ya watu. Bwana asifiwe sana. So if you kama unataka anointing, kama unataka Mungu akutumie, hapa ndio mahali pa kuanza. Bwana asifiwe sana. Kesha zetu they are so lively by the grace of God. Hakuna yeyote ambaye anakujanga akiwa amepanga chochote. Ni Mungu tunampatianga, tunamwambia hii ni ibada yako, tuongoze vile unataka. Bwana asifiwe sana. And most of the times the Lord leads us in different areas. Vile ametuongoza hii Friday si venye atatuongoza Friday, na imekuwa ya baraka sana. Na napenda kuongozwa na Mungu na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Asanteni sana, karibuni sana vijana ambao wako hapa. Kesho tuko na ibada yetu, tutakuwa tunaendelea na mafunzo ambayo niliweza kuanzisha last week on Thursday. So vijana wote karibuni, tuweze kuja Thursday service ili tukaweze kusikia Bwana anasema nini kwa ajili ya maisha yetu. Asante sana. Can I release a blessing upon our lives? Amen. And may the Lord bless you. And may the Lord make his face to shine upon you. And may the Lord give you peace. May the Lord open doors for you. Wherever you will go, may the Lord go with you. In the name of Jesus. May the favor of God be upon you. May the favor of God be upon your children. May the favor of God be upon your business and whatever you are doing. In Jesus' name. Father, we thank you because you are good. We thank you because you are loving and kind. In Jesus' mighty name we pray, believing and trusting. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. God bless you so much.